Tumeambiwa hapa na mtaalamu kwamba hii mbolea hairuhusiwi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Si ndio mtaalamu wa TFRA? Hii mbolea ni kwa ajili ya Zambia. Tunapozungumzia mbolea tunazungumzia swala la usalama wa nchi yetu. Kwa sababu tukicheza na mbolea manake tunacheza na swala zima la uzalishaji wa mazao ya kilimo. Na mkoa wetu wa Songwe sisi ni mkoa wa kilimo. Sisi tunategemewa kwa ajili ya kuilisha Tanzania. Tunategemewa kwa ajili ya kuchangia kwenye jitihada za taifa za kukabiliana na changamoto ya usalama wa chakula, lakini kulilisha bara la Afrika. Sasa serikali inafanya kazi kubwa ya kuweka mazingira bora kuhakikisha kwamba tunazalisha kwa tija. Alafu wanatokea watu wengine wanaingilia katikati kuweza kuhujumu huu mchakato. Lakini pia zile zingine ambazo ziko kwenye hii mifuko, kwa kilichoandikwa ni tofauti na kile kilichopo ndani. Lakini tayari ziko mbolea ambazo zimeuzwa kwa wafanyabiashara wengine. Mwenyewe anasema zimeuzwa kwa wakulima. Karibia mifuko mia ngapi unasema? 600. Hawa wakulima wote ambao wamenunua mifuko 600, maana yake wanaenda kutumia kitu ambacho tofauti kabisa na vile matarajio yao wanayoyatarajia. Kwa hiyo sasa amefanya ribegi, hana vibali. Lakini licha ya kufanya ribegi, lakini anadanganya, maana yake anachakachua mbolea. Sasa ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali katika mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo niwaambieni watu wa TFRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, hatua kali za kisheria zichukuliwe. Uchunguzi wa hili jambo kwa sababu uko wazi kabisa. Sitarajii kwamba uchunguzi utachukua muda mrefu. Hii kesi iende mara moja mahakamani. Ili na huyu bwana asikia hii sio kesi ya kwanza, sio mara ya kwanza, si ndio? Sio mara ya kwanza hawa watu kuweza kuwashika wakifanya tabia namna hii. Kwa hiyo inachoonekana kuna baadhi ya maafisa ambao wanashiriki kuweza kukwamisha hizi jitihada zinazofanyika za kupambana na hii biashara haramu. Kwa hiyo sasa linapotokea changamoto za namna